Zaidi ya wastaafu 16,000 wanatarajiwa kuhakikiwa katika mwezi wa Julai mwaka huu na mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha wastaafu wanaendelea kupata mafao yao kwa wakati bila ya usumbufu. Akizungumza wakati wa kuanza kwa zoezi hilo visiwani Zanzibar, mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii ZSSF Nasor Shaban Amer amesema uhakiki huo unalenga kuthibitisha uhalali wa wanufaika na kuboresha utoaji wa mafao. Tupo kwenye kituo chetu cha kuhakiki wazee wastaafu. Kama unafahamu, mfanyakazi yote akifika umri wa kustaafu au akifika labda kwa mujibu wa sheria, huwa sisi tunampa kiinua mgongo na pensheni. Alafu kila baada ya muda tunafanya uhakiki. Lengo la uhakiki huu ni kuthibitisha kwamba yule mstaafu bado yupo eneo lile kama mjini au mkoa wa Kaskazini Unguja, mkoa wa Kusini Unguja au Pemba. Kwa hiyo kila baada ya kipindi miezi 6 huwa tunafanya uhakiki wa wastaafu. Leo tunategemea kufanya uhakiki kama wastaafu kama 16,600. Wastaafu 16,600. Mkoa mjini tu peke yake na magharibi tuna wastaafu karibia 9,500 na alobakia hawako mikoa mingine. Kwa hiyo kama tulivyozungumza, lengo ni kutambua wastaafu, lakini uhakiki huu unafanyika kwenye vituo vyetu hapa mjini Kariakoo, tunafanya wilaya ya Kati Dunga, tunafanya wilaya Kusini Kitogani, tunafanya wilaya Kaskazini Mahonda, tunafanya Pemba mkoani Chake na Wete, lakini tunafanya Dar es Salaam kwenye sehemu yetu ile ya fedha pale ya Oratim. Kwa upande wake, msimamizi wa mfuko huo wa mkoa wa Kaskazini Unguja, Khalfan Ali Mwalimu, amesema katika mkoa huo wanatarajiwa kuhakiki takriban wastaafu 3,000, huku akiwasisitiza kutunza kadi zao ili kurahisisha upatikanaji wa mafao. Mkoa wa Kaskazini tunatarajia kufanya uhakiki kwa wastaafu takribani 3,000. Wito wangu kwa wastaafu wahakikishe kwamba wanazitunza kadi zao za pensheni ambazo tunawapatia, kwani ile ndio sehemu moja kubwa ambayo tunapata taarifa zao, na anapokuja katika kufanya uhakiki anakuwa hapati usumbufu. Naye mstaafu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Batul Mohamed Haidar, ameishauri serikali kuongezea kiwango cha mafao ili kiendane na ongezeko la gharama za maisha. Kuja hapa nilikuwa na wasiwasi, nikaona labda kutakuwa na watu, nitafika saa 6, lakini nashukuru mipango yao mizuri. Nimekuja hata nusu saa haikufika, nimehudumiwa vizuri. Wito wangu kwa serikali, kwa vile Mheshimiwa Rais katoa tamko kuwa wataongezewa wafanyakazi na sisi wastaafu, tufikiriwe na sisi tupate kuongezewa kwa sababu maisha yamepanda. Zoezi hilo linatarajiwa kukamilika Julai 6 mwaka huu, na viongozi wa mfuko wamewataka wastaafu wote wanaohusika kujitokeza kwa wakati ili kukamilisha uhakiki na kuendelea kunufaika na mafao yao. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Amrat Kombo, nyuma ya kamera ni Madina Omar.